Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Mara baada ya mchezo wa klabu ya Nsingizini dhidi ya klabu ya Simba, na Simba kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Kocha wa klabu ya Simba Dimitar Pandev alikuwa miongoni mwa watu ambao wapo katika benchi, na yeye ndio alikuwa anasimama katika touchline na kufanya substitution zote na kutoa maelekezo kwa wachezaji. Sasa kuna baadhi ya watu wameshangaa kwa nini kocha Dimitar Pandev yuko pale, wakati kulikuwa na tetesi ama uvumi ya kwamba kocha hana vyeti, kocha haruhusiwi kusimama katika touchline, kocha haruhusiwi kuweza kukaa katika benchi la ufundi. Ilikuwa ni maneno ambayo yamesambazwa sana na wachambuzi mbalimbali katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini ukweli wake upoje? Utafahamu. Cha kufanya wewe ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media, na bila kupoteza muda. Kocha wa klabu ya Simba ama manager, watu wengi wanamfahamu kwa jina hilo, manager wa klabu ya Simba Dimitar Pandev, huyu anaruhusiwa kukaa katika benchi la ufundi na kusimama kama touchline coach kwa sababu ifuatayo. Kumbuka mchezo dhidi ya Gaborone United ambao ulipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kocha Dimitar Pandev ndio alikuwa amesimama katika touchline na kuongoza maelekezo yote kwa wachezaji. Sasa alisimama katika ule mchezo, sio kwamba alisimama kwa bahati mbaya, ama sio kwamba kafu hawajui sheria, ama yeye alienda pale kwa ukiuka sheria na masharti ya kafu. La hasha, ukweli ni kwamba vigezo anavyo vya kusimama pale katika touchline na kuwa kochi wachezaji. Hivyo ndio maana katika ule mchezo wa Simba dhidi ya Gaborone alisimama. Sasa imekuweje watu wakavumisha kwamba kocha hana vyeti na katika mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini hatasimama, lakini imekuwa ni tofauti vile vile, Dimitar Pandev amesimama. Sasa kitu ambacho wabongo wengi wamechanganyikiwa ni kwamba huyu Dimitar Pandev Simba amemsajili kama manager. Manager mara nyingi title hii ama jina hili linatumika sana kwa wenzetu Ulaya. Unapokuwa manager, maana yake una uwezo wa kuwa kocha, ndio maana anaitwa manager, lakini pia anashirikiana na uongozi katika kusajili na mienendo yote ya klabu, ndio maana anaitwa manager. Sasa mtu anataka aseme kocha wakati kapewa cheo cha umanager, kwa maana yake manager ana vyeo vingi ukiachana na ukocha. Anaweza kuhusika katika usajili wa wachezaji, bajeti ya klabu na vitu mbalimbali kuhusiana na klabu. Lakini anapoitwa kocha yeye ni kusimamia tu swala zima la mazoezi, lakini pia katika mechi tu, hausiki katika mambo mengine ya klabu. Lakini anapokuwa manager anabeba majukumu yote, kusimamia masuala ya klabu, kusimamia mazoezi, kufundisha kama kocha, lakini pia kutoa ushauri katika klabu. Hicho ndio kitu ambacho watu wengi wamekichanganya. Dimitar Pandev ana vyeti vya kusimama hapo, ndio maana amesimama, hajasimama kwa bahati mbaya. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe ulizisikia hizo tetesi kutoka kwa wachambuzi mbalimbali kwamba kocha ana vyeti, haruhusiwi kukaa katika benchi la ufundi, haruhusiwi kusimama katika touchline, haruhusiwi kufanya sabu na vitu kama hivyo? Na wewe ulizisikia hizo habari? Hebu niandikie maoni yako hapo katika sehemu ya comment.